Mheshimiwa Mwenyekiti, wachangiaji wengi wamepongeza sana na kushukuru kazi kubwa iliyofanywa na Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli minara ya simu inajengwa. Ipo ile 758 ambayo ilikuwa inakamilika tarehe 12 Mei. Imebaki michache, alisema Mheshimiwa Sanga, ya maeneo ya hifadhi, maeneo ambayo mvua zimeathiri barabara. Iko minara 636 imeweza kujengwa na kuna awamu nyingine ya 11 ambayo tayari zabuni imetangazwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme mbele ya bunge lako, shukrani na pongezi zote hizi zimwendee Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye hasa ndiye kinara wa utekelezaji wa digitalization ya nchi yetu. Amekuwa akituelekeza, amekuwa akitupa fedha na amekuwa akihakikisha miradi hii inakamilika, na niwashukuru vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri, Katibu Mkuu na watendaji wote kwa kufanya kazi usiku na mchana kuhakikisha yanafanikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata maelekezo na maoni ya taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge. Nikuthibitishie kwamba maoni na maelekezo yale yote tutayatekeleza. Masuala ya startups, masuala ya Digital Technology Institute, masuala ya ujenzi wa data center, masuala ya kujenga zile incubation hubs za startups, masuala ya kuitumia maabara yetu ya vifaa vya tehama vizuri, yote tutayatekeleza na tutapeleka utekelezaji wake kwa maandishi kwenye kamati ya Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, niruhusu kwa kifupi nisemee maeneo matatu. Waheshimiwa wabunge wote wamechangia vizuri na maeneo yote ni wakiri kwamba tumepokea, na kwa sababu wizara hii ni wizara ya tehama, tutawajibu kwa maandishi, lakini naomba niyasemee maeneo matatu. Eneo la kwanza ni waheshimiwa wabunge waliochangia kuhusu cashless economy. Niwathibitishie kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia mradi wa Digital Tanzania Project DTP, ni kuhakikisha mifumo inasomana na kazi kubwa imefanyika. Unaposikia Jamii Exchange, ni mfumo ambao utasaidia taasisi zote za serikali na binafsi kubadilishana taarifa, na kwenye hotuba yangu nimeelezea mifumo ambayo imeshakwisha kusomana. Lakini kupitia Jamii Pay tunatengeneza platform ambayo itafanya kila alichosema Mheshimiwa Mtaturu na waheshimiwa wengine, cashless economy. Na kwenye Jamii Pay ipo ile kadi ilikuwa inaitwa N-card, ambayo sasa itakuwa ni Jamii card, ambayo itakuwa both physical card, lakini vile vile tunatengeneza soft card, ili taasisi zote za binafsi na serikali ambazo zina nia kufanya malipo zipitie kwenye platform hii. Tumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu, jana alitembelea NIDC pale Dar es Salaam na amejionea mafanikio makubwa ya kazi inayofanywa na wizara kwa maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni matumaini yangu kwamba katika kipindi kifupi kijacho bunge lako hili likitupitishia bajeti yetu, likatupa kazi hii, tutaenda kuifanya kwa kasi na weledi wa hali ya juu na kuhakikisha tuna integrate miamala ya simu, mabenki kupitia mifumo ya BOT ili tuwe na cashless economy. Na ndio njia pekee Mheshimiwa Mwenyekiti ya kuwa na taifa la watu ambao unaweza kujua wako wapi. Bashi leo nataka kugawa mbolea, agawe kwenye mfumo wa pamoja, mikopo elimu ya juu ipatikane pamoja, watoto wapangiwe miradi ya elimu pamoja. Ndio unified jamii data lake tunaenda kuitengeneza, na ndio kazi tunaoenda kuitekeleza bajeti hii ikipita. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ambalo nataka kulisemea kwa kifupi ni swala la utapeli na ulaghai mitandaoni. Amesema vizuri Mheshimiwa Naibu Waziri, kuna kampeni ya Stapeliki, lakini juzi tulizindua mfumo ambao umebase kwenye artificial intelligence wa kampuni ya Airtel, ambao unatoa SMS alert, sababu message nyingi zile za kilaghai ni message ambazo akili unde inaweza zikazigamua na kuweza kuwatahadharisha watumiaji. Nilitoa wito kwenye shughuli ile, lakini naomba kutumia bunge lako tukufu kuendelea kutoa wito kwa makampuni mengine kuja na solutions za kibunifu ili tuweze kuwalinda watumiaji.